عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa heshima ya meza kuu hapa kiongozwa na Sheikh Shaban, Sheikh wa mkoa wa Arusha, na yeye huwa anapenda mambo haya na huwa akiniona anaita sahibul maqamat. Hii ni ishara kwamba kumbe haya nayasema pia yeye kama mwanachuoni anayaelewa, na kama yasingekuwa sio moyo ungekataa. Na pia nitoe tahadhari, vitu hivi kama huna misingi navyo usije ukavieleza, unaweza ukapotosha watu ama unaweza kujishushia heshima. Kwa sababu ili uelezee haya makamati lazima umepita kwanza kwenye hizi alati za kimusic. Kwa sababu nikikwambieni kwamba makamu bayati ambayo ndio ilikuwa inasomwa hapa, watu wote walioanza Qur'ani wameanza na makamu bayati. Bayati inapatikana namba ngapi? Kwa sababu kabla ya kuimba vilipigwa vyombo kwanza, kabla ya kuimba. Na mwanadamu katika kutafuta ladha hivi vitu alikusanya vitu vingi. Alikusanya milio ya ndege, alikusanya upepo unapovuma, kisha mti ukawa unapiga kwenye miti inapokuwa inavuma kwa sababu ya ule upepo. Ni sauti ambayo pia ilichukuliwa kutengeneza music. Music ni mchanganyiko wa vitu. Kwa hiyo vitu vingi, milio ya wanyama mbalimbali ilichukuliwa katika kutengeneza music. Kwa hiyo watu walipata tabu katika kuvitengeneza hivi vitu. Kwa hiyo utajua bayati inatoka namba ngapi, rasti inatoka namba ngapi, sika inatoka namba ngapi, ajibi inatoka namba ngapi, na furui zao utajua. Kwa hiyo tunaeleza haya kwa sababu tumepita kwenye hizo alati. Kwa hiyo najua bayati namba ngapi. Hapa kila msomaji aliyosoma, dakika mbili zangu ndio bado ngapi? Kila msomaji aliyosoma ametumia bayati mwanzo. Bismillahirrahmanirrahim. Unajua ni kwa nini mpaka ikawa ikisomwa hivyo we huna shaka? Kwa sababu ile bayati ni makamu tabi. Kitabia tu uko kibayati wewe mwanadamu. Kwa hiyo lao mtu atakuja akaanza kusoma A'udhu billahi minash shaitanir rajim, eti ndo anaanza kusoma. Akili inakubali? Tabia inakubali? Sio tabia ya mwanadamu. Tabia ya mwanadamu ni bayati. Kwa hiyo kisoma vile unakuwa huna shaka. Na vile vile hata akimaliza kwa bayati mwenyewe ndo asema huyu anamaliza. La hiki kibwagizo ni cha kumaliza, inaitwa bayatu el-kurdi. Hii pia mwanadamu inamweka vizuri, anaona kwamba huyu anafanyaje, anamaliza. Sasa leo walillahi alhamdu walosoma wote utakuta wamesoma aya za kufikirisha, nyingine qasas. Juma Kinyasi pale tulianza na Hassan, hivyo amesoma suratul Hashr kule mwisho. Zinaeleza waltanzur nafsun ma qaddamat lighad. Lazima ianze na bayati kwa sababu ni inazungumzwa siku ngumu. Na bayati makamu tafakkur watadabbur wataammul warahbaniyya. Watu wanazingatia, wanataamal na kadhalika makamu bayati. Amekuja Juma Kinyasi waghfir li abi. Hapo rudia kidogo, hapo rudia. Nimesoma kipande kidogo tu hapo. Kwenye waghfir li abi. Irudie hiyo sauti ya. Waghfir li abi. Bayati. Alafu bayati inacheza kama mtu ambaye anacheza miguu yote kulia na kushoto. Anaweza kapiga huko, anaweza kapiga huko. Au ile namba 6 namna ya kutawanya mipira kule kushoto kulia, bayati nayo ni hivyo. Ikaitwa ummul maqamati. Kwenye huzuni utaisoma, kwenye furaha utaisoma, katika hali zote bayati unaisoma. Sasa
Juma Kinyasi alikuwa anahadithia innahu kana min adh-dhalina. Ibrahim hataki babaye apotee. Sasa anamuombea msamaha. Waghfirli abi. Nakumbuka alisoma mbele ya Rais Mwinyi. Rais Mwinyi wa Zanzibar yule. Wallahi machozi yakana mtoka aliposikia waghfirli abi. Na mpaka leo akienda amesome sura yangu ile, some sura yangu. Tabia ziko hivyo pia. Kuna mtu sura anaipenda ikisomwa nisome innahu kana min Allah, alafu kule mbele kuna yauma la yanfa'u malun wala banun. Mazingira kama haya ni mazingira magumu. Inazungumzwa hiyo siku, kumbe mtoto wala mali si lolote. Tuwashukuru hao wanaotunza zaidi ya 20,000 ngapi. Inauma, kuna kutoa, kuna kuleta raha. Hayupo. Hebu anyanyue mkono, mimi nikitoa nasikia raha. Nyanyua mkono. Hayupo. Unajikaza tu. Allahu akbar. Basi wewe utakuwa mcha Mungu sana, umevuka, haupo ulimwengu huu Sheikh. Lakini kama uko ulimwengu huu, asali Mtume Muhammad. Sheikh Shaban naye katoa. Amekuwa mfano bora kabisa. Yauma la yanfa'u malun. Na hiyo sura Sheikh wakati inasomwa. Hata Sheikh Shaban amelia. Amelia Sheikh. Amelia kwa sababu inazungumza wakati mgumu. Na hii inatunzwa. Masha Allah Allah. Asali Mtume Muhammad. Allah Allah. Sheikh Shaban naomba unipe ijaza ile Allah Allah Allah. Nichukue ile. Ile unipe ile nichukue. Kabla tulijaza. Tayib. Sasa baada ile bayati ambayo inacheza maeneo yote, akaja kwenye maqamul Hijazi. Waghfir li abi innahu kana min Allah. Anaendelea sasa, anakwenda yawma yub'athuna yawma la yanfa'u malu wala banud. Hii sauti ni ya huzuni ndugu zangu, kabisa ya huzuni. Hii Hijazi ndio kikuta muadhini Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah. Adhana hizi zikiadhiniwa watu wote tutaenda msikitini. Hata swali, hata mlevi kimwadhinia hivi wiki tu anaisikia hiyo, anaacha pombe anakuja msikitini kwa sababu inakuhuzunisha. Hijazi kapita pale. Kwa hiyo na ikiadhiniwa vizuri, manake jamani, hizi sauti ni sehemu ya maisha. Ni sehemu ya maisha. Wallahi, maisha yawe ya kiibada, yawe maisha yote yale, lakini sauti zina mchango mkubwa sana. Na ndio maana utaona hata katika shughuli zetu hizi kuna kuimba Sheikh, kuna kaswida hizi. Kuna mashairi haya, mtu anasimama anaimba mashairi, anasoma mashairi kwa sauti. Ndio maisha yetu, tunapenda kuimbiwa namna hiyo. Kwa hiyo ni maisha. Kwa hiyo hata kwenye ibada basi vitu vizuri vinatakiwa. Kwa hiyo kwenye adhana, kuswalisha na kadhalika na kadhalika. Lakini pia zilisomwa na hawandi. Na hawandi ni sauti moja tamu sana. Na huwa natuliza nyoyo. Maqamul ihsasi wa shuuri na kadhalika na kadhalika. Wenyewe hasa Irani ni kuna sehemu inaitwa na hawandi. Wallahi ikisomwa hata katika swala mimi huwa napenda sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun. Sasa imamu yuko mbele pale msikitini kwako, alafu naswalisha vile.
yatakiwa uwahamishe watu kwenye madeni kule nje kule, waje kuzungumza na Allah. Kwa hiyo si msikitini tutasema tunyoshe safu zinyoshe sawa sawa, tuswali kwa khushu na kwa utulivu, kwa sababu tunanong'ona na Mwenyezi Mungu. Alafu anakuja mtu anaswalisha pale, hatuelewi tunanong'ona vipi na Allah, wala nyoyo zetu hazihudhurii. Tuendelee. Ikaja makam sika, Twiga amesoma sika. Nagusa siwezi kwa nani wote kwa makamu walizopita. Twiga amesoma sika. Sika pia ni sauti ya furaha sana. Kwa namsikia hapa anaweka ile Yakoba. Anayo alama. Nani anajua vizuri? Anayo alama. Wewe unajua? Hem, njoo uimbe hapa. Mimi sina yote ile. Njoo mara moja. Njoo. Tumsalie Mtume Muhammad. Anayo alama. Anayo alama. Anayo alama. Anayo alama. Anayo alama kati ya mabega yake Bwana. Anayo alama. Allah. Umesikia hiyo? Unasikiaje moyoni? Alafu nyinyi wa rangi huku ndo yenu kweli. Kweli sio kweli? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mzee katoka Bagamoyo. Sasa ni imamu wenu hapo kwenu, anakusalisha namna hiyo, inakuwa raha ile. Lakini kama haitoshi, tala'al badru alaina min thaniyatin, tuimbe tumpokee mtume. Shukru madaa da ayyuhal mab'uth جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير. Mtume kama neema anapokelewa Madina, hawezi kupokelewa kwa huzuni. Sheikh, sisi tunaelewana hizi matumizi ya sauti Basi hata nyumbani tuimbiane, wewe na mke wako imbianeni tu, ndoa itanusurika. Sheikh, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au unaimbiana vipi hapo sasa? Unajua pale nyumbani panakuwa pana hali mbili, kuna hali ya furaha na kuna hali ya huzuni. Tuanze na huzuni hapo. Tumaliza na raha. Kuna wakati mume unaweza kanuniwa nyumbani. Unaeleweka? Yani mume unaweza kanuniwa tu. Alafu ukao hujui kwa nini umenuniwa. Na wanakusikiliza hapo. Sana wananisikiliza. Hujui kwa nini umenuniwa. Sasa unatafakari, nategwaje mtego wa kununiwa huu? Bwana, manake chukueni mbinu hiyo. Manake kila ukiuliza mke wangu kwani kuna nini? Hamna kitu. Lakini kanuna. Ndio nakwambia tu hamna kitu. Kanuna? Hamna kitu. Hauko hivyo. Ndio nilivyo. Unaona nasuaje mtego? Lakini ukijitia kuimba kule shekhe, huyu analegea. Unaunguruma tu kidogo. Shekhe wa wilaya chukua hiyo. Naam. Tumia makamu al-Kurdi au Ajami. Itamlegeza. Silipati la kusema mke wangu nakupenda, sioni mwingine kama wewe kufanana, kwangu mimi wanitosha,
sina hali wala mali, nakupenda mke wangu, kama wewe hakuna. Unaimba tu. Sala la Nabii. Bwana Sheikh Ayubu anakuangalia vizuri. Amini matumizi leo Tanzania. Sala la Nabii. Sasa wewe imba tu namna hii alafu ondoka. Rudi baadaye. Asalamu alaykum. Wa salamu wa rahmatullah. Asalamu. Allahu akbar. Furaha ni kuimba sika kama hivi ama bayati. Ushafahamu eh? Hizi ni sauti za furaha mara nyingi. Hata na hawandi huwa inaingia kwenye furaha. Kuna makamu 3, sika, bayati na nahawandi. Hizi zinaingia kwenye furaha. Kwa hiyo uzitumie wakati mwingine katika kuimba hali inapochafuka pale nyumbani. Kuna wakati maneno hayana nafasi kabisa, hata kusikia maneno yako. Lakini kuna wakati wote mna furaha. Sasa kama unajua hata kusoma Qur'ani mathalan, au unajua kuimba kaswida, imba kwa sauti ya sika. Ushafahamu eh? Fasalamun alayka minka fama khayruka minhu laka salamu kifahu. Fasalamun alayka minka fama khayruka minhu laka salamu kifahu. Fasalamu min kulli ma khalaqa Allah ulikta haya بذكرك sika hiyo talal badru. Hii ni ya furaha. Ukisikia panasomwa hivyo na nini, panaimbwa hivyo, basi furaha imetamalaki katika nyoyo za watu hapo nyumbani, basi inakuwa raha, burudani. Kwa hiyo tutumie makamati katika kuboresha maisha yetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Hata wakirangi tu, si lazima iwe Kiarabu au kanini, hata wakirangi imba. Abana. Sheikh Ayubu kama nilivyosema, Sheikh Ayubu ameondoka na nukta. Kwamba leo anataka kwenda kuboresha kule. Sasa anataka aondoke na hiyo nukta. Lugha nyingine. Lugha ya Kikuraishi ya makamu sika, nitatumia makamu la agam. Ajimi pia imba. Imba pia ajimi. Kamu jenge saije ilamo. Kamu jenge ilamo. Unaonaje? Hatari Sheikh. Hii ni Kikuraishi Sheikh. Sheikh Shabani Kikuraishi. Sala la Nabii.